Mahakama ya hakimu mkazi mkoa wa Manyara imemhukumu Hamisi Mfangafo kifungo cha miaka 6 kwenda gerezani kwa kumjeruhi mtoto wa miaka 13 kwa kitu chenye ncha kali, akimtuhumu mtoto huyo kuiba yai la kuku. Tukio hili linaripotiwa kutokea tarehe 23 mwezi wa 8 ya mwaka 2025 ambapo Hamisi alimjeruhi mtoto huyo kwa kutumia kiwembe, akimtuhumu kuiba yai la kuku, ambapo pia alimjeruhi maeneo mbalimbali ya mwili wake ikiwemo sehemu za kichwani pamoja na kumkatakata kwa kiwembe sehemu ya kifua chake. Na leo Hamisi amehukumiwa kifungo cha miaka 6 gerezani pamoja na kulipa fidia shilingi milioni 1 mtoto huyo. Nimefika hapa katika mahakama ya hakimu mkazi mkoa wa Manyara kwa ajili ya kufahamu undani wa taarifa hii, ambapo pia nimezungumza na baba mzazi wa mtoto huyu ambaye anatueleza kinagaubaga tukio hili lilivyotokea, lakini pia anashukuru mahakama kwa hatua ambayo imechukua. Mimi naitwa Hosea kutoka hapa Manyara. Naitwa Tobias Herman Edmondi wa kijiji cha Bermi. Tukio uliotokea siku ya tarehe 23 mwezi wa 8 2025. Ni mtoto alikutwa kwa mtu anaitwa Hamisi Mfangafo akiwa na yai mkononi, alikutwa ndani. Akazuiliwa na mtu anaitwa Selemani na akanipigia simu kwamba njoo tumemkuta mtoto wako ameiba yai. Nikamwambia mimi nakuja. Baada ya muda kumalizia shughuli zangu nikaenda, ni kweli nilimkuta akiwa ameshikiliwa mkono na mtu anaitwa Hamisi, wanaingia chumbani. Walipoingia chumbani, mimi ndio nikachukua maamuzi ya kwenda kumchukua mwenyekiti ili tukasuluhishane. Kutoka pale kwenda kwa mwenyekiti, nilimkuta mwenyekiti, tulikutana tukaongea kwamba yuko wapi, kwa nani. Nikamwambia yuko kwa Hamisi. Mwenyekiti akatangulia, nikamwambia ngoja mimi nikachukue betri yangu, sijaweka luku. Nilikuwa nasubiria betri yangu, mwenyekiti katangulia. Kafika pale kwa Hamisi, hakukuta mtoto wala mtu yote pale kwa Hamisi. Wakati unaenda kwa mwenyekiti alishashambuliwa? Wakati huu alishikiwa mkono, bado hajafanyiwa lolote. Ndio maana nikasema sasa ngoja tukamalizane, nikamchukue mwenyekiti. Mwenyekiti ndio akatangulia, akafika kwa Hamisi, hakumkuta mtoto wala Hamisi hajakutwa pale, hakuna aliyekutwa pale kwa Hamisi. Mwenyekiti akanipigia simu, mbona hamna mtu hapa kwa Hamisi? Nikamwambia hebu nenda pale kwangu, labda mtoto wamemalizana, mtoto yuko nyumbani, hebu kamfuatilie nyumbani. Akaenda, akafika pale nyumbani, akanipigia tena, mbona mtoto hayupo hapa nyumbani, bado hajafika? Nikamwambia sasa sijui, hebu ngoja nikachukue beti yangu nakuja. Baada ya hapo mwenyekiti akaja, mimi kutoka pale mlangoni, nikapigiwa simu na mtu huyo anaitwa Sahara, kijana moja wa kinyozi pale jirani. Alitoka kwangu kuchukua maziwa yake, anachukuaga kwangu. Akamkuta mtoto pale anatoka damu masikioni na watoto wengine wanalia. Akaniambia mbona kuna watoto wanalia, alafu huku mtoto amekatwa masikio, hana masikio. Nikamwambia mimi nakuja, mbona kuna binti mkubwa hapo, kwa nini hajanipigia? Kaniambia hawezi hata kuongea, analia vibaya mno kweli, wanalia kwa uchungu pale nyumbani. Nikamwambia haya basi nakuja mara moja. Ndio hapo kutoka nikakutana na mwenyekiti, nikamwambia bwana, mbona nimepata taarifa, nimepigiwa simu, kuna mtoto amefika nyumbani, masikio yanatoka damu, hebu twende tukamwangalie amefanyweje. Tukafuatana na mwenyekiti mpaka nyumbani, tukamkuta mtoto amekatwa masikio mawili. Nikamuuliza pale ni nini, akasema Hamisi alinikata na wembe, alikata masikio pamoja na kifua, na huku kichwa kimevimba. Ukibonyesha huko sehemu ya utusoni kinabonyeka,
Mwenyekiti akaniambia hebu twende tukamchukue huyu mtu tukamweke loka pale kituo cha polisi hapo Bermi. Nikamwambia acha saizi ngoje nikamwaje mtoto wangu asiishiwe damu bana. Nikamkimbiza mtoto wangu hospitalini. Tukaendelea na matibabu, nikamkuta daktari kaendelea kutoa huduma yake akamtibu. Hapo tukaendelea akalazwa mtoto kakaa siku 4 pale hospitali ya Dareda. Tukapata rufaa kwamba mtoto apeleke hospitali ya Haydom kwa vipimo zaidi. Ndio siku ya 7 tukaondoka kwenda Haydom, mtoto akaendelea na matibabu yake. Tulipotoka Haydom tukaendelea kusafisha, kupeleka mission. Ndipo ukapata unafuu ukapona. Hapo tulipotoka ndio tukakaa nikaulizia majibu kinachoendelea kwamba kwa taarifa ya huyu jamaa aliyekamatwa siku ya pili, huyu Hamisi, nikawaambia jamani nini kinachoendelea, mbona mimi bado sijaridhika, sipati jibu. Wakaniambia bwana wewe subiria, tutakuita tu. Wakaniambia hii kesi iko kwa jamhuri, wala wewe usiwe na hofu. Nikaendelea kusubiria. Baadaye ndio nikaitwa. Nilipoitwa ndio nikaenda kusikiliza, wakasema kesi sasa tumeshafikisha mahakamani. Nashukuru mahakama kwa hukumu waliotoa leo, kwa sababu hukumu nimeridhika na hukumu, ila bado nilikuwa na wasiwasi kidogo kutokana na madai gharama nilizotumia sana, wala hata ngumu kupata mara moja. Ndio nikasema sasa nitafungua tu madai kwa sababu sijaridhika na madai walioniambia. Jina naitwa Martin John, niko Dareda na ni msaidizi wa kisheria na haki za binadamu kwa kata ya Dareda. Nilipata taarifa za huyu mtoto kutoka kwa bosi wangu kwamba amesikia kuna kesi ya mtoto kukatwa masikio. Mtoto huyu yuko kwenye kata yangu. Wakati huo mtoto ashaanza kupona, lakini nilifuatilia nikafika mpaka kituo cha polisi, kakutana na msaidizi wa kamanda. Kaongea naye, hakutaka kuniruhusu, lakini kwa vile mimi ananifahamu na namfahamu, kabidi nimpigie bosi wake. Nilipompigia bosi wake, akanipa go ahead ya kumtafuta mzazi wa mtoto na mtoto mwenyewe. Basi nilimtafuta mtoto. Nilipomwona mtoto nilimpiga picha nikamrushia bosi wangu vile ilivyo, kwa sababu sisi tunaruhusiwa kufanya hivyo. Lakini nilipofanya hivyo, baadaye nikamwambia huyu msaidizi ambaye ndio mpelelezi wa kesi ya huyu mtoto. Nikamwambia bana, hii kesi tunaomba ifikishwe mahakamani kwa haraka, vinginevyo itakuwa ni mbaya kwetu na kwenu, kwa sababu sisi tumepigiwa simu kutoka Arusha. Hayo ndio niliyoyaona, lakini zaidi naishukuru mahakama kwa kutoa hukumu hiyo. Japo sikuridhika, lakini kwa sababu hakimu ameamua, hatuna namna. Ikiwezekana kulikatia rufaa, tutalikatia rufaa. Ngoja kwanza tukakae na wateja wetu tujadiliane, tuone tunafanyaje, kwa sababu sasa tayari ni wateja wetu. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.